Itani na baadhi ya wanawachuoni wakaisahihisha. Kisa hichi kinasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, Mtume akiwa anaelekea sasa peponi, anafunguliwa mlango. Si mnajua Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe wa kwanza kuingia peponi? Ule mlango wa peponi, awwalu man yuftahu lahu abwabul janna huwa sayyiduna Muhammad. Mtu wa kwanza ambaye atafunguliwa milango ya pepo ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema akiwa anajiandaa kufunguliwa mlango, anageuka nyuma, anamwona kuna mwanamke yuko na mtume, anamwambia tunakula sahani moja na wewe, mimi ukiingia wewe wa kwanza, mimi wa pili. Subhanallah. Mtume akamuuliza yule mwanamke, wewe nani? Yule mwanamke anamwambia ana armala, mimi ni mwanamke mjane duniani, nilifiwa na mume akaniachia watoto. Kwa kuhofia malezi yao yasije kupotea, niliwakataa wanaume wengi sana, nimekataa kuolewa kwa ajili ya kuwalea watoto wangu mayatima wangu. Nimewalea ahsan tarbia nzuri ya Kiislamu. Huyu mwanamke anadai malipo yake aingie peponi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanawachuoni wanasema hichi kisa kinaonyesha mwanamama aliyejitoa muhanga kusimamia watoto wake na akawalea malezi yaliyo bora, akhlaq zilizo njema, maadili yaliyo mema, akajinyima, akajikhini, bado mdogo, bado mzuri, wanaume kibao wanamtaka, anakataa, analea watoto wake. Wanawachuoni wanasema tunatarajia baada ya mguu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda peponi, wa pili ni huyu mwanamke. Hauoni kama wewe mwanamke una bahati sana? Ishu hapa nini? Kuwalea. Mwanamke huyu kamwambia nini Mtume? Mimi ni mwanamke mjane niliyofiwa na mume, kaniachia watoto. Kwa ajili ya kuhtam, kwa ajili ya kuumiza kichwa namna ya kuwasimamia ni walee malezi mazuri ya Kiislamu, wafate Qur'an, wafate Sunna, nimejihini mengi sana na nimejikatalia kuolewa na wanaume mbalimbali. Hii maana yake hata wewe unaweza ukawa ni mtu wa pili kwenda peponi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sharti la kuwasimamia na kuwalea vyema watoto wenu. Narudia tena ninasema, wanaume sio walezi, walezi ni nyinyi. Na nikisema hivyo sikusudii tunafanya kusudi kutolea. Nyinyi wenyewe mnaona maisha yalivyokuwa. Waume zenu na wanaume wote kwa ujumla, hivi ndivyo ninavyoamini, tunatoka kwenda kuwatafutia riziki, kuwasomesha watoto, kuhakikisha tunalipa kodi za nyumba, bili ya umeme, bili ya maji na kadhalika. Nyinyi sasa mbaki ndani, mwalee watoto ili tuje kuwa na watoto walio wema. Wangapi wameolewa? Wachache. Naomba nikwambieni nyinyi mliolewa, ndoa ina raha na ina karaha. Ndoa inahitaji subira. Miongoni mwa vyanzo na sababu kubwa zilizopelekea watoto wengi kukosa maadili na tarbia ni wazazi kuachana. Nilikuwa Kenya, eneo linaitwa Eldoret. Niliwaambia kina mama Kiislamu, wavumilieni wanaume, wavumilieni wanaume kama ambavyo wanaume wanakuvumilieni. Katika ndoa kuna kupishana, kuna kugongana, kuna msemo
Kule kwetu Dar es Salaam, jiji la gharama, husema hata vikombe vya kahawa vinagongana japo havina meno. Kina mama mnanielewa? Na ikitokea sintofahamu katika ndoa zenu, Qur'ani tukufu imeelekeza, kama mmeshindwa kuyamaliza wenyewe ndani kwa ndani, mkaona wewe na bwana sasa hampatani, hamsikilizani, kila unachokisema, unachomshauri au anachokushauri nyinyi ndio hamuivi, Qur'an tukufu imeelekeza. Qur'an nasema wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Na mkichelea sasa kunatokea mpasuko, na pale mtakapochelea ya kuwa patatokea mpasuko baina ya wanandoa, baina ya mke na mume, sasa hamuelewani tena, kuna haja sasa ya huu ugomvi kutoa nje. Qur'ani inasema msiutoe nje ya familia. Kivipi? Qur'an nasema fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nendeni mkawaite wazee wa pande mbili, wazee wa upande wa kikeni, wazee wa upande wa kiumeni, wakae pale wawasikilize, wawasuluhishe watoto wenu. Lakini leo cha kushangaza, wanawake wa Kiislamu eti kesi zao za ndoa ya Kiislamu iliyofungwa ala sunnati llahi wa rasuli, juu ya sunna ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eti hutatuliwa migogoro ya ndoa zetu na mjumbe wa nyumba 10. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mjumbe wa nyumba 10 hajui chochote, hana hata juzuu moja, atawasaidia nini huyu zaidi ya kujifedhehesha? Mkitoka hapo habari zinaenea mtaa mzima. Baba, unamuona yule bwana mkewe kaja kulalamika, jamaa anapiga yule hatari, yule mwanamke hivi na umejianika mwenyewe. Mjumbe wa nyumba 10 ni nani katika Uislamu? Wengine serikali za mtaa, mwenyekiti wa serikali za mtaa ni nani katika Uislamu? Mbona mnaenda kinyume na mafundisho ya Qur'an? Qur'an haikusema mkiwa na matatizo katika ndoa zenu, migogoro katika ndoa zenu, pelekeni kwa mjumbe wa nyumba 10 au mwenyekiti wa serikali za mtaa au mtendaji wa mtaa. Qur'an haikusema hivyo. Tena siku hizi, ndugu zangu kina mama, mnaenda kwa wale wanaojiita washauri nasaha, si ndio hivyo? Washauri nasaha ni kina nani? Wana uwezo wa kuwashauri nini nyinyi? Ndoa hii kwani ilifungwa kiushauri nasaha au ilifungwa Kiislamu? Wengine siku hizi bwana, hamjambo bwana, mmeendelea mnapeleka migogoro yenu mpaka kwa masista na mapadri makanisani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qur'ani suratu Ali Imran, unajua inasema nini? Niwaambie inasema nini? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, nyinyi Waislamu wala msimuamini yeyote yule isipokuwa aliyefuata dini yenu. Nimekuja mimi mwanamke wa Kiislamu, nimeolewa, mimi ndio bi mkubwa, huyu bwana kaniolea mwanamke mwingine wa pili, alafu sasa anapendelea sister, atakwambia nini? Si anachekelea tu kwamba dini yao bwana hawa jamaa. Kwani huwezi kuja kwa mashehe? Mambo mengine mtakufuru, wallahi mtatoka katika Uislamu bila kujua. Haya mambo migongano katika ndoa na nini ni vitu vya kawaida. Unajua hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishawahi kugongana na wake zake. Nalijua hilo. Muulizeni Sheikh Shamsi hapa.
wote waliungana wakamkera, akayalala msikitini siku 28, mwezi mmoja akalala msikitini, halali nao tena. Ya nisaa an-nabiy in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima. Ujue likwaje? Nikupeni tikisa. Maana nataka kusikia kumbe hata mtume walikuwa akimzinguaga. Si ndio hivyo Mtume ametoka katika moja ya vita, akapata mali nyingi sana, mateka. Ibilisi akawachezea, akamwambia nyinyi wake wa mtume hamuna dhahabu, hamuna chochote. Mume wenu anapata sana huko kwenye mavita, kwenye manini, katika Baitul Mal, anawapa wengine tu. Wake wa maswahaba wanapendeza, wana madhahabu, nyinyi hamna chochote. Ibilisi alipokuwa anatisha huyo. Safari hii karudi na ngawira nyingi sana. Msikubali, mwambeni akupeni dhahabu, akupeni mapambo, na nyinyi mpendeze kama wengine. Anaingia tu mtume, hakuna pole, hakuna hongera kwa kurudi salama, hakuna hongera kwa ushindi. Sisi ya Rasulullah, na sisi tunataka tuwe kama wenzetu, kama wanawake wengine, tupendeze. Nilikuwa na tamaa kiasi hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivunjika moyo, akawaacha. Si kuacha bimaana ya kuwapa talaka, akawahama wote. Karibia mwezi ikashuka aya kwamba enyi wake wa mtume, ikiwa mnahitaji maisha ya dunia na mapambo yake, basi waambie njoeni niwastareheshe kidunia, nikupeni mapambo ya kidunia, nitawavisha dhahabu kuanzia kichwani mpaka kwenye vidole vya miguu, lakini baada ya hapo ninawaacha mimi na nyinyi basi. Sitaki kuishi na wanawake wenye tamani. Na ikiwa mnamtaka Allah na mtume wake na nyumba ya akhera, basi mkae mkifahamu kwamba Allah amewaandalia wema katika nyinyi malipo makubwa sana. Mtume akaanza na Aisha. Unajua kwa nini kaanza na Aisha? Unajua kwa nini kaanza na Aisha? Aisha alikuwa mdogo, alafu alikuwa ana convincing power, ana power fulani hivi. Kila jambo anapitisha kwa Aisha, Nasemaje wewe mtoto wa Abu Bakar? Nikupe dhahabu, maalmasi, mazagazaga yote nikupe. Lakini baada ya hapa tunaachana. Au unataka akhera? Akhera vyote utavipata mpaka mwenyewe utachoka. Allah akasema lahum fiha ma yashaun wa ladaina mazid. Akhera mtapata, peponi mtapata kila mnachokitaka, na kwangu mimi kuna vya ziada hamjawahi kuviona. Aisha akasema Rasulullah, lugha nyepesi ya mjini, angelikuwa Mswahili angesema mie simo, sitaki mambo ya dunia, nataka akhera. Wote wakamfuatisha Aisha. Sema na sisi sote Rasulullah tusame, tamaa imetupata, wameomba radhi, amerudi kwa wake zake. Leo hakuna wanawake wanaishi maisha mazuri huko peponi number 1 kama wake wa Mtume Muhammad. Wakati mwingine na nyinyi mnatuzinguaga, mnatukalifisha, mnatubebesha mizigo mizito. Kila mtu anajua kipato cha mumewe. Usimbebeshe mzigo mkubwa. Jitahidi uwe mpole kwa mume wako. Usiwe tantalila. Unajua tantalila? Kasuku, muda wote unaongea tu. Yaani kuna wanaume wanarudi nyumbani kwa kuchelewa saa 4, saa 5. Nataka yule bibie kasuku wangu ameshalala. Nikifika tu maneno, mume wangu, hiyo vipi? Ile issue vipi? Ile dero nilikuomba vipi? Sasa inakuwaje? Mama, umemeza kaseti. Mbona unaongea sana? Ukimwambia mara moja inatosha. Jamani, maisha ya ndoa yanahitaji kuvumiliana. Nyinyi tuvumilieni na sisi tunawavumilia kwa maslahi ya ndoa zetu na watoto wetu na familia zetu kwa ujumla. Pakibidi kupeleka mgogoro nje ya bedroom, pelekeni kwa wazazi kwanza. Wazazi likiwashinda, waombeni wazazi walete maulama, mashehe zenu waje wasikilize kwa
kwa qala Allah qala Rasulullah, Allah kasemaje, mtume kasemaje. Na mashekhe watalinda. Mwenyekiti wa serikali za mtaa atakufedhehesha mtaani, mjumbe wa nyumba 10 atakufedhehesha mtaani. Hao masista na mapadri watakuongoza kwa dini gani? We dini yako ni nyingine bwana. Tuache haya mambo kina mama wa Kiislamu, turudi kwa Allah, tushikamane na ndoa zetu, tushikamane na waume zetu. Hakuna mwanaume aliyokamilika. Ukimtaka mwanaume aliyokamilika, ndugu zangu, subiri uko peponi. Sote sisi tuna matatizo, kila mmoja na mapungufu. Nataka nimalize na hadithi moja, ni wakere kina Sheikh Shamsi Ilmi, au nisiwakere? Mwanamke aliolewa na mwanaume wa kwanza akafa. Baada ya eda kapata stara nyingine, akaishi na mwanaume miaka na miaka, mume wa pili akafa. Pengine kaishi na wanaume 2 watatu, wote walishatangulia mbele haki. Kisha wale wanaume wote wameenda peponi. Sawa? Na yeye mashallah, bismillah mashallah, kaenda peponi. Anakutana wote watatu. Na wote aliwakalia eda waume zake. Atamchagua nani? Bwana Mtume anasema ataambiwa chagua mwenye tabia njema kuliko wote. Kwa hiyo kina Sheikh Ibrahim Bombo, kina Sheikh Mshana, Sheikh Mudathir, Sheikh Kishki, hao wana usongo na sisi hawa tukiwazingua akhera wanaweza kutuzingua na sisi tuishi nao kwa wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.